itakusaidia. Kidege! 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 Wa kidege! Kidege! Sofia! Kidege! Sofia, umeona? Nilikuwa nakwambia hii nyumba ina maajabu sana. Sasa angalia, miongoni mwayo na hii ipo. Ona, kapotea na alikuwa hapa. Nashindwa kuelewa. Unaona maajabu haya sasa? Na Sofi alikuwa hapa tuona sasa hivi haonekani. Sasa nyie niko wapi kivipi? Mimi si nimekaa hapa. Nipeteni basi hiyo dawa ya kichomi. Wa kidege. Kidege. Jamani, ni maajabu. Dada Sofi, yuko wapi? Jamani, alikuwa hapa. Kidege. Dada Sofi, tufanye nini sasa? Nashindwa kuelewa. Jamani, mbona mnanifanyia hivyo? We Supu. 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 Amka. Wewe kwani unajilaza kwenye makochi hapa? Aunti Kidege, nilikuwa nimechoka tu nikaona nijipumzishe hapa. Umechoka kwa kazi gani unayofanya humu ndani? Alafu si nimesikia una homework. Umefanya homework yako? Ndio, nishamaliza. Nimemaliza tangia saa 10. Okay, sawa, umemaliza. Vipi? Wakina Jeni kipindi wanaingia humu ndani ulikuwepo au uliwaona? Niliwaona. Ndio uliwaona. Na vipi kelele zilizoendelea humu ndani umesikia chochote? Hapana, mimi sijasikia chochote. Hivi unajua wakina Jeni mimi sasa wananichanganya akili. Yaani vitu wanavyofanya kwenye nyumba yangu mpaka sivielewi. Uwezi amini wamefika humu ndani wameniletea dawa, wananiambia dawa itanisaidia kichomi. Nimemwambia nipatieni, ghafla eti wanione wanasema nimepotea. Umepotea? Yaani ninawaita kabisa hivi wanione wanahangaika, nawaita kabisa jamani mimi hapa nipeni hiyo dawa ninywe, wanajifanya sio ndo hawanisikii, sio ndo wameamua kuninyima dawa yao kwa staili hiyo. Naita naongelesha, hawanioni. Baadaye nakuja kuongea wanageuka wanaona wanakimbia. Yaani sijui hata imekuaje, yaani mimi nazidi kuchanganyikiwa. Na inakoelekea mimi nitachoka kabisa na nitamwambia aunti kila kitu kinachoendelea ili wasije wakaniwa kwa pressure humu ndani. Pole sana Aunti Kidege, nenda alikuwa anakutania. Wananitania wapi? Kwanza sikia, ni ukataza kulala kwenye makochi. Fanya unyanyuke uende kalae chumbani. Sasa unaenda wapi babangu? Farida, kama nilivyokuambia hapo awali, kuna sehemu naenda kuchukua pesa zangu, kwa sababu kama hapo mwanzo nilipokuelekeza, kuna watu wangu wawili na wadai pesa zangu, na ni pesa zangu nyingi sana. Kuna mmoja kumuita Fudentindwa na kuna mwingine kumuita Jolo Master kutoka hapa pande za Chunya hapa. Kwenda kuchukua pesa zangu. Kwa hiyo nadhani tutakutana baadaye, na isitoshe unajua kuna vitu vingi sana ndani vinakaribia kuisha.
kuna unga, kuna gesi, kuna mchele, vyote vinakaribia kuisha, na nisipoangalia ina maana vitakuja vitaisha, afu dakika za mwisho nitakuwa sina chochote cha kufanya. Kwa hiyo kuliko vitu vyote vikaisha kabisa, ni bora hivi hapa nitoke, niende kwa wadai wangu wanipe pesa zangu, ili mradi nikirudi hapa nyumbani niweze kuongezea vitu ambavyo vinakaribia kuisha, ili mradi tuishi kama vile tupo katika nchi ya ahadi, yani tusipungukiwe chakula na maziwa na mikate. Yani kiufupi nyumba yetu isipungukiwe chakula kivyote, yani iwe kama bustani ya Eden. Ndio maana halisi ya White House, huwa haipungukiwi chakula kabisa. Kichinjile, naomba nisikize vizuri. Mimi naona tu ni bora ungebaki nyumbani kwa leo, afu huko unakotaka kwenda ukaenda kesho, kwa sababu sina uhakika sana na usalama wako na huko ambako naenda. Kama unavyojua jana Kanoni amefika mpaka hapa nyumbani na alifanya vurugu za kutosha tu. Kwa mimi naomba tu ubaki. Naomba ubaki hata kwa ajili yangu basi, kwa sababu sina uhakika kabisa na usalama wako. Usije kaenda huko kufanyia fujo bure, mimi nataka ubaki. Farida, wewe usijali kuhusu mimi. Mimi ni mwanaume na nusu, yani mimi ni mtu mmoja tu. Alafu kitu kingine, mimi sina noma na Kanoni. Yaani mimi Kanoni sina noma naye hata kidogo, yani sina ugomvi naye. Labda yeye tu ndo anzisha noma, lete noma. Ila mimi sina noma naye na wala sina hata ugomvi naye. Na kama anaanzisha vita, basi anaanzisha vita yeye, ila mimi sina mpango na vita naye na wala sina chochote ambacho naweza nikafanya na Kanoni. Na isitoshe, asikubali kushindwa, sio mshindani, ila mimi nimekubali kwamba Kanoni mimi sitaki ugomvi naye. Na hata alipokuja hapa nyumbani pia, sio kama nimemuonyesha naye mabavu kwamba baba mimi naitaka ugomvi naye. Ila tu nimemuonyesha kwamba hapa ni sehemu ya kuheshimiwa kama sehemu nyingine. Haitakiwi mtu yote kuja kuanza kufoka hapa, kuanza kutoa manamba yake ovyo ovyo katika mjengo wetu. Ndio maana nimeamua kumfokea. Lakini ina maana kwamba baba nilikuwa labda nampimia vitu kama hivi. Ni sawa unavyosema kwamba wewe huna beef naye, lakini vipi kuhusu yeye? Vipi kuhusu yeye na moyo wake? Huwezi jua. Mimi na imani kabisa atakuwa na beef na wewe kwa sababu Kanoni mimi namjua. Mimi ndo nilikuwa naishi naye. Kwa naomba tu usiende huko. Mimi najua Kanoni akikuona huko anaweza hata akakuitia mwizi ukapigwa bure. Kwa naomba tu leo baki nyumbani afu utaondoka kesho. Unachokiongea ni kweli. Kina ukweli ndani yake, lakini kama nilivyokuambia, mimi ni mtu na nusu. Yaani mimi mwenyewe ulinzi wangu ni ulinzi tosha kabisa. Kwa hiyo naweza nikakabiliana na changamoto yoyote. Yaani mimi kama vile simba. Kama nilivyo. Bonyeza subscribe na uwashe kengele